Ndugu zangu katika iman, hii inaonyesha ukubwa wa thamani ya amani katika Uislamu na katika jamii. Na kila wakikutana Waislamu lazima waombeane amani kutokana na thamani ya amani. Na kila jambo lolote lenye kheri, msingi wake mkubwa ni amani na utulivu. Ndugu zangu katika iman, Waislamu wanatekeleza ibada ya sala mara 5 kwa siku, na ndani ya sala 5 kuna tamkwa neno amani kwa namna ya ajabu kama alivyopanga Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu wanapokuwa katika tashahudi, wakiwa wanaswali ambayo sisi tunaita tahiyatu, wakiwa katika tashahudi, na tashahudi ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Maana yake bila kukaa tashahudi swala haipo. Lakini wanapokuwa katika tashahudi wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amani mara 9 katika masaa 24 ambayo ni siku nzima. Hii inatufahamisha thamani ya amani katika Uislamu. Ndugu zangu katika iman, kutokana na umuhimu wa amani, Waislamu wanatakiwa wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala awape amani wao na familia zao na jamii kwa ujumla katika muda wote wa maisha yao. Muislamu wa kweli anatakiwa kudumisha amani na utulivu katika muda wote wa maisha yake, ili aweze kuishi salama na kizazi chake, aweze kufanya kazi zake vizuri kwa utulivu, aweze kupata kipato cha halali. Niwahusie na nihusie nafsi yangu, tudumishe amani na utulivu kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sote tunafahamu kuwa tarehe 29 ya mwezi huu wa 10 mwaka 2025 ndiyo siku ya kupiga kura. Na zipo tetesi katika vyombo vya habari, katika mitandao, kwamba kuna watu wanashawishiwa kutaka kuandamana ili watu wasipige kura. Sasa kupitia hutuba hii ya Ijumaa ya leo, ambapo imebaki Ijumaa moja tu kufikia uchaguzi, kama una ndugu yako au kijana wako au rafiki yako ambaye yuko katika kundi hili, basi mwambie aache, kwa sababu kitendo hiki hakifai. Kama tunataka maandamano, tusubiri tu, maandamano yatakuwepo siku ya Kiyama. Na maandamano ya siku ya Kiyama yatakuwa ni ya watu wote. Tutaandamana kwenda wapi? Kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili kila mtu akatoe alichokifanya katika hii dunia. Jina naitwa Hamid Abdunuru, ni mkazi wa kata Rwamishenye, lakini pia ni muumini wa msikiti wa Rwamishenye. Katika nchi mbalimbali, nchi jirani, nchi nyingine za mbali, tunaona namna amani inavurugika, watu wanavyoweza kuteseka, wanavyoweza kuhangaika, kina mama, watoto, wazee. Kwa hiyo unaweza ukakuta amani ni tunu ambalo natakiwa kulindwa na kila Mtanzania ambaye ana uzalendo na nchi yake. Na ukizingatia sasa hivi kama alivyosema Sheikh kwamba tunaelekea katika uchaguzi tarehe 29 mwezi huu, inatupasa kila Mtanzania afahamu kwamba uchaguzi sio vita, uchaguzi sio chanzo cha vurugu, kwa sababu nchi nyingi sana kupitia uchaguzi zimevurugika amani zao. Nchi nyingi sana kupitia uchaguzi watu wengi wamekufa. Nchi nyingi sana kupitia uchaguzi miundombinu iliyojengwa kwa miaka kedekede imevurugika kutokana na uchaguzi. Lakini mimi nataka nitoe nasaha na niwaombe Watanzania wenzangu kwamba
Sisi kama sisi Tanzania tumejengeka kwa uzalendo wa hali ya juu, sisi wananchi, kupitia viongozi wetu walioasisi nchi hii. Kwa hiyo lazima tuzingatie kwamba amani ndio tunu ambayo tutakiwa kulibakiza, na nchi ambayo imebakia na amani ambayo unaweza ukaizungumza katika dunia ni Tanzania. Majina naitwa Khalid Abduli, ni muumini wa msikiti wa Rwamshenye. Ikumbuke machafuko yakitokea katika taifa letu hayawezi kutumia muda mfupi kuisha. Ni lazima yataacha athari kubwa, yataacha mpasuko mkubwa, yataacha mioyo ya watu ikiwa imeathirika sana. Twendeni tukatumika kupiga kura, na baada ya kupiga kura rudi nyumbani, ule chakula yako na upumzike, usubiri matokeo yako. Na hata matokeo yakitoka, basi unaweza ukaamua kubaki nyumbani ama ukaamua kulala kabisa.